Inawezekana Yanga walikuwa na kocha mzuri la kuona uzuri wake. Of course sio kwamba hakuona uzuri wake. Ujue bwana football ilivyo. Yes, kufika finali haimaanishi wewe ni kocha bora sana. Sawa sawa. Au kutofika finali haimaanishi wewe sio kocha mzuri. Yes, hilo tumeliona na limejidhihirisha kwenye mashindano mengi sana. Yes, pia uteuzi wa kocha. Kocha kama kocha mkuu wa timu. Ndio. Mara nyingi sana kwa timu zetu timu zilizoendelea hizi wanaangalia sana falsafa. Yes, inawezekana kuna kocha mzuri amefika finali. Ndio. Na kuna kocha ameishia robo finali, lakini kocha ambaye amefika finali sio kocha mwenye falsafa unayoitaka kwenye timu yako. Sawa sawa. Yes, inawezekana kocha aliishia robo finali ndio kocha mwenye falsafa yako. Maybe short passes, tic tac play, possession based football. Yes yule. Lakini kocha aliyefika finali ni mzee wa Kizunga. Kwa mama pale. Kwa mama yani. Pasi mbili pale. Pasi mbili pale. Na wewe utaki. Yes, na wewe utaki. Wewe unataka kocha ambaye anacheza, ana entertain, anacheza. Gamondi mwenyewe anakuambia you play like you training. Unacheza lakini unaburudika. Yes, unacheza kama unafanya mazoezi. Usiogope mechi. Yes, kwa hiyo kwa upande wa kitu alichokifanya AS FAR Rabat. Kwanza unawakumbuka AS FAR? Yes. Walikuwa na Yanga group. Wakina Reda Slim. Ndio. Kapteni wao yule nani Hirimat. Ndio. Yes, walikuwa na kundi moja na Young Africans. Wamefika hatua ya finali. Yes, lakini wakaona inasemekana au wameshamtambulisha kocha wa Young Africans ambaye aliishia hatua ya makundi kwenye Champions League. Wametumia akili yao. Wameishia hatua ya makundi kwenye CAF Champions League. Ila wamefukuza kocha aliyefika finali. Wamefika finali. Yes, wamefika finali, lakini kocha aliyefika finali ametimuliwa. Wamechukua kocha wa Yanga aliyeshia hatua ya makundi. Kwa hiyo sometimes inaweza kukuta ni wameshindwana na kocha aliyekuwepo. Inawezekana hiyo pia. Yes. Labda malengo hajafikia malengo yao, labda alikuchukua ubingwa. Yes. Na pia kumteua Pedro Gonzalez haimaanishi kwamba sio kocha mzuri. Waliona. Ndio wao wametumia akili yao. Yes. Waliona kwamba huyu mtu akipata watu huyu mtu. Wakaanza kupegemea Zanzibar ile. Yes, kidogo tu ile. Kwa hiyo Pedro Gonzalez kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa AS FAR Rabat sio jambo la kushtua sana. Yes, kwa sababu tumeona timu kama Bayern Munich wamemsajili Vincent Kompany akiwa ametoka kuishusha daraja Burnley Uingereza, lakini amekuwa kocha mkuu wa Bayern Munich na amerudisha kombe la Ujerumani ambalo Bayer Leverkusen lilichukua misimu miwili iliyopita. Yes, kwa hiyo unaona kwamba sio vibaya. Kocha aliyeshia robo finali au kocha aliyeshia hatua makundi uteuliwa na kocha aliyofika finali. Ambaye alafu nyinyi sio kama mlikuwa mpo naye mlishamtimua. Ndio. Alishatimuliwa Young Africans, alikuwa hana timu. Tena walimtimua vibaya sana. Yes. Baada ya sare ya 2-2 dhidi ya Mnyama Simba Sports Club. Inawezekana Yanga walikuwa na kocha mzuri la kuona uzuri wake. Of course sio kwamba hakuona uzuri wake. Ujue bwana football ilivyo. Yani that's why tunaita football. Yani mpira. I say mpira una mambo ya ajabu sana. Okay. Hivi kocha kufukuzwa au kocha kuachwa na timu moja haimaanishi huyo kocha ni mbaya kabisa. Tumeona mifano ya makocha wengi sana ambao wameachwa huko. Wakaenda upande wa pili wakawa ni makocha wakubwa na wakafanya vizuri sana. Kwa hiyo Young Africans kuachana na Pedro Gonzalez haimaanishi kwamba kocha Pedro ni mbaya. Au haimaanishi kama Young Africans walifanya makosa. Hapana, kwa sababu wamemwacha kocha Pedro bado amechukua ubingwa wa NBC. Kwa hiyo pengine wangeendelea kuwa naye labda singewapa ubingwa. Inawezekana. Yanga kuchukua ubingwa wa NBC ni uzembe wa Simba. Pia mwalimu you never know, labda mwalimu alikuwa anaonekana timu mbona kana nenda shimoni. Okay. Kwa kidogo hivyo kwa sababu ukiangalia kocha Pedro zidi ya Young Africa zidi ya Simba Sports Club msimu huu hajapata matokeo. Alianza hivi Zanzibar alikuwepo finali. Alikuwepo Zanzibar wakapata sare ya bila. Akaja finali akapoteza.
sare tena Meja Isamuyo 2-2. Yes, kwa hiyo ubingwa huu sawa tunachukua, lakini haunogi. Tutafute kidogo mtu wako nani. Kwa hiyo kwa watu ambao hawajaelewa, ndio Yanga kocha waliyemwacha ametambulishwa na klabu ya AS FAR Rabat kule Rabat Morocco. Kwa hiyo ni kama unajiuliza mbona Yanga, mtu aliyeachwa na Yanga amechukuliwa na timu ambayo imefika finali, ndio huko ambako historia nzima imeanzia. Tunaona tunashangaa. Kwa nini? Inakuwaje kocha aliyeshia hatua ya makundi anachukuliwa na timu ambayo iliyofika finali na kocha aliyefika finali ameachwa? Yes, kwa hiyo ndio hivyo. Sometimes inawezekana ni falsafa. Yaani ni falsafa, quality pia watu wanaangalia quality yako. Sometimes kuishia hatua fulani pengine ni fluke tu ya msimu huo. Kwa sababu tumeona Guardiola anaishia robo finali. Umeona makocha wakubwa na umeona kwa upande wa timu kama German na kina Nagelsmann ameshia round of 16. Ureno na mwalimu wao tumeona. Kwa hiyo kuishia hatua ya makundi maybe sio kwamba huo ni kocha mbaya.